Mimi kwa majina naitwa Juma Raibu, ndio diwani wa kata Bomambuzi manispaa ya Moshi, lakini pia ndio mwenyekiti wa maendeleo wa kata nzima ya Bomambuzi. Leo nimshukuru Mungu, lakini pia nimshukuru rais wangu wa awamu ya 5 Mheshimiwa John Joseph Magufuli, kwanza kuamua kutusaidia wananchi kata ya Bomambuzi manispaa ya Moshi. Ninaamini kata ya Bomambuzi ni miongoni mwa kata ambazo kwa kipindi kirefu sana zilikuwa upinzani, lakini nawashukuru kata ya Bomambuzi kwa kuniamini na kunipa udiwani kata ya Bomambuzi. Mimi kama diwani wa eneo hili, jukumu langu kwanza kupitia ibara ya 8 ibara dogo ya kwanza ni jukumu langu kuwa accountable, kuwajibika kwa wananchi walionitia madarakani au walioniweka madarakani. Kwa hiyo mimi kama diwani wa eneo hili, jukumu langu kwanza ni kuangalia ulinzi na amani, lakini pia maendeleo kwa ujumla katika sekta mbalimbali ikiwemo afya, miundombinu, ajira kwa vijana, kina mama, wazee na kadha wa kadha. Lakini sasa hivi ndio nimefikisha mwaka mmoja na mwezi mmoja baada ya kuchaguliwa kuwa diwani wa kata ya Bomambuzi. Na kata hii kama mnavyojua kwa kipindi kirefu ilikuwa inaongozwa na meya ambaye alikuwa diwani wa eneo hili pamoja na mbunge wa manispaa ya Moshi ambaye ni mkazi wangu na mwananchi wangu. Hivyo basi baada ya kumshukuru rais, nikasema rais huyu ambaye ni chaguo la Mungu, kipenzi cha Watanzania, lakini pia rais wa wanyonge ambaye anapenda ukoo wa wanyonge, ambaye amekuja kupunguza changamoto za maisha ya wananchi wa kata ya Bomambuzi na manispaa ya mkoa wa Kilimanjaro na taifa kwa ujumla. Hivyo basi ameamua mwaka jana mwezi wa 6 rais huyu Magufuli alitupatia fedha takriban shilingi milioni 400 kwa ajili ya kuweza kuimarisha na kujenga miundombinu ya afya katika manispaa ya Moshi, mkoa wa Kilimanjaro, kwenye kata yetu ya Bomambuzi. Kazi hii sio rahisi kama wananchi wanavyofikiria, lakini rais huyu ameiweza. Ninapozungumza sasa, tumepokea milioni 400 mwaka jana mwezi wa 6 na mwezi wa 7 mwishoni tukaanza kazi. Nilipata barua kutoka TAMISEMI ya kunielekeza mimi kama diwani na mwenyekiti wa maendeleo nianze kupanga safu ya uongozi wa kuweza kusimamia kituo cha afya cha kisasa. Nitengeneze kamati ya manunuzi, kamati ya mapokezi na kamati ya ujenzi. Nilifanikiwa hilo, niliteua ndugu zangu wa Bomambuzi, wananchi wenzangu, na tumefanikisha jambo hili, limekwenda vizuri. Lakini fedha hizo milioni 400 zilielekezwa zijenge majengo yafuatayo. Kwanza, dhima na dhana kubwa ya fedha hizi ni kusaidia kupunguza vifo vya mama na mtoto. Kwa maana ukiangalia maeneo mengi tulikuwa hatuna hospitali nzuri kama hii. Kwa maana fedha hiyo tunajenga majengo 4 kama sio 5. Kwa maana 5 kama fedha ikibaki tutaendelea majengo 5. Lakini majengo 4 kama ifuatayo. Tutajenga maternity ward, yani sehemu ya kina mama wakijifungua, kupumzika na kulazwa. Lakini kama hiyo haitoshi, fedha hiyo tutajenga maabara ya kisasa kusaidia upimaji wa afya, full blood picture na magonjwa kadha wa kadha ambayo kata hiyo yalikuwa hayapimwi. Kama hiyo haitoshi, tutajenga X-ray room, sehemu ya watu kupata ajali, bodaboda, wananchi kwa ujumla wamedondoka, wamevunjika, kupata X-ray machine kwa ajili ya kuweza kuwasaidia. Lakini kama hiyo haitoshi, tunajenga hapo maabara ya kisasa kama nilivyosema, lakini mbali na maabara tunajenga sehemu ya upasuaji. Kama mnavyojua wananchi wenzangu wa kata ya Bomambuzi, kwa kipindi kirefu sana kwa kina mama zangu, ndugu zangu wa Bomambuzi walikuwa wakijifungua kwa operation, huduma hiyo hapa haipo. Ndugu zangu wazee, vijana, operation ya miili yao ilikuwa haipo. Kwa hiyo rais huyu kwa kuwa ni kipenzi cha watu na ana hasira na uchungu wa matatizo ya wananchi wa Bomambuzi na mkoa wa Kilimanjaro taifa kwa ujumla, akaamua kutupa fedha hiyo kwa ajili ya kutujengea sehemu ya upasuaji. Hivyo wakina mama wote wa kata ya Bomambuzi, bila kuangalia vyama vyao, dini zao, makabila yao, sasa hivi kujifungua unajifungua kwenye kituo cha Bomambuzi kwa operation kwa kawaida, ili kuweza kusekiwa afya yetu na afya yenu wakazi wenzetu wa kata ya Bomambuzi manispaa ya Moshi. Lakini majengo hayo 4 tushajenga na tumeshamaliza, tumaliza finishing ya mwisho, touch mbalimbali na rangi, tukabidhi majengo hayo. Tushamaliza tiles, tushamaliza kila kitu, tunamalizia majengo hayo. Majengo ambayo yatahudumia takriban kata 8 mpaka 10, ikiwemo Bomambuzi yenyewe, Pasua, Kaloleni, Njoro, Bogini, Msaranga, huku maeneo ya Fonga Geti, ukienda maeneo ya TPC, Mijongweni
Nasama Street na sehemu nyingine ambazo ni pembezoni mwa kata Bomambuzi. Yote hiyo ni kwa sababu ya kufuata huduma bora. Na mimi kama diwani wa kata hii nasema hivi, endapo nitagundua kuna mtu yoyote anataka kuhamisha ujenzi huu usikamilike au usizinduliwe rasmi kuanza kazi, atakwama yeye. Madaktari, wauguzi, wasaidizi wa huduma ya afya hapa, wote kwa ujumla. Jukumu lenu ni kuhakikisha kwamba mnatoa huduma bora ya kuwasaidia wananchi wanyonge, kama ambavyo rais wetu ametuelekeza kupambana na umaskini na matatizo ya wananchi wote wa kata Bomambuzi na taifa hili bila kuangalia kama vyao. Lakini ninachowaomba sasa, baada ya kukamilisha jengo hili, nikaona ni vyema sasa nitoe changamoto zake. Na kwanza nimshukuru Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rafiki yangu, kaka yangu Suleiman Jafo pamoja na dada yangu Umi Mwalimu kwa kukubali kutusaidia vifaa tiba, ikiwemo x-ray machine, ikiwemo vifaa vya upasuaji na vifaa vingine ambavyo vitaingia baada ya majengo haya kukabidhiwa ukamilikaji wake. Hivyo basi naomba wananchi wenzangu tuende kushirikiana na Mheshimiwa Rais, tuende kumuunga mkono Rais wa awamu ya 5, tatizo la wanyonge katika masuala mazima ya kumaliza tatizo la afya katika mkoa wa Kilimanjaro, hususan kata yetu ya Bomambuzi, manispaa ya Moshi. Lakini pia majengo haya tukiamaliza, fedha kama itabaki, tutaanza jengo kwa ajili ya kujenga mochwari. Lakini kama itabaki, nitamuomba rais wangu na serikali yake ya awamu ya 5 na manispaa yangu ya Moshi ili tuweze kupata fedha kwa ajili ya kumalizia jengo kwa ajili ya mochwari, kwa sababu hatuwezi kuwa na theater ya kisasa, hatuwezi kuwa na maternity ya kisasa, hatuwezi kuwa na x-ray ya kisasa, hatuwezi kuwa na maabara ya kisasa bila kuwa na mochwari. Sababu tunaamini kutakuwa na upasuaji, na kwenye upasuaji kuna probability, kuna wengine ambao Mungu atawapenda zaidi na kuna wengine ambao wataendelea kusustain katika dunia hii. Kwa lazima tuwe na mochwari ya kisasa nayo pia kwa ajili ya kuweza kuhifadhi miili yetu pale ambapo tumetwaliwa au tumefariki katika dunia hii. Lakini pia tunamalizia patient walking kwa ajili ya disabled people. Tunajua hospitali hii itakuwa inahudumia watu wote. Kuna kuhudumia wajawazito, kuna kuhudumia walemavu. Sasa mlemavu hawezi kumtemu kama mtu mzima. Kwa lazima atembezwe kwenye kigari chake kile kwa ajili ya kupanda kwenda kupata huduma. Kwa hiyo tunafanya patient walking kwa ajili ya wagonjwa ili wapate huduma bora ya kata yetu Bomambuzi. Lakini kama hiyo haitoshi, hospitali hii wakati nakabidhiwa, wakina mama walikuwa wanajifungua kwa tochi umeme katika. Mama anajifungua kwenye stare zake, mtu anamulika na tochi. Sasa nikasema kwenye kata hii sitaki kuona kitu kama hicho. Nimefunga backup ya kisasa, mtambo kwa ajili ya kusaidia mkina mama akijifungua au anapata huduma yake umeme ukatiki 24 hours. Hilo ndio jambo ambalo rais wangu analihitaji, na mimi kama msimamizi wa maendeleo kata hii nitaendelea kulisimamia na kulitekeleza ili wananchi wangu sasa waendelee kupata huduma bora na ya kisasa katika kata yangu ya Bomambuzi, manispaa ya Moshi.